Kama we ni moja ya watu ambao umekuwa ukijiuliza jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza pesa kupitia kujiajiri mwenyewe ama kuajiliwa, basi naweza nikakwambia fursa pekee. Hata uwe umesoma hadi chuo kikuu, unaona kwamba huna kazi ya moja kwa moja ambayo inaweza kukuingizia kipato. Mimi nakushauri leo anza safari pamoja nami kuweza kujifunza skills hizi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kupata kazi mbalimbali ambazo zitakuingizia kipato. Huenda kisiwe kipato kikubwa sana kwa kuanza, lakini na kuhakikisha kwamba ukiamua unaweza kupata kujifunza na ukaanza kutengeneza pesa na utakuja kunishukuru hapo baadaye. Jambo muhimu kwa sasa hivi ni kwamba moja ya fursa kubwa ambayo imekuwa ikitangazwa zaidi mitandaoni na watu binafsi ama taasisi ama makampuni ni wanahitaji watu wa graphic design. Lakini sasa unaweza kujiuliza nitawezaje kuwa graphic designer wakati huu kumetawaliwa na AI? Naomba nikwambie kwamba AI ipo kwa ajili ya kuweza kusaidia kufanya vitu mbalimbali, lakini bado tutahitaji kuwa na skills za wewe binafsi, kuwa na ujuzi wako wewe binafsi ambao huo utakusaidia wewe kuweza kutengeneza kazi nzuri zaidi. AI kuna wakati haiwezi kuzingatia vipimo halisi, rangi halisi, lakini wewe unahitaji kuweza kuboresha na kutengeneza vitu bora zaidi. Sasa moja ya software ambayo unapaswa kuifahamu na kuweza kujua jinsi ya kuitumia na ukaweza kuanza kujiajiri nayo ni pamoja na kuweza kutumia Adobe Photoshop. Kwa nini Adobe Photoshop? Kwanza kazi nyingi zina designiwa kupitia Adobe Photoshop, mfano labda ukihitaji poster, wakati mwingine hata mabango na kadhalika, na vitu ambavyo watu wengi wanavitumia kila siku. Unahitaji kuedit picha, labda mtu amepiga picha kwa simu yake na nini, unahitaji kuweka sawa, kuongeza mwanga, kuongeza rangi, kufanya color grade na kadhalika, utahitaji kutumia Adobe Photoshop. Sasa vitu muhimu ambavyo unapaswa kuvizingatia leo kupitia video nitaenda kuonesha na kukufundisha tools muhimu ambazo ziko ndani ya Adobe Photoshop ambazo unapaswa kuzifahamu kabla ya kuanza kuitumia. Naomba nikuulize tu swali. Je, umewahi kusikia kuhusiana na Adobe Photoshop? Unajua kazi yake? Ungetamani kujifunza? Tafadhali kama una majibu hayo niandikie kwenye comment kwamba najua au najua kujifunza au ningefanya nini, basi niko tayari kuweza kujua mtazamo wako ukoje. Lakini pia nikwambie teknolojia inavyozidi kukua, sasa hivi unaweza ukaamua kutengeneza template na ukaanza kuziuza, yani kwa maana kwamba ukatengeneza kazi zako mbalimbali kupitia Adobe Photoshop na ukaweza kuwauzia watu. Chukulie mfano kwa Tanzania sasa hivi ukiangalia baadhi ya watu wanatengeneza labda poster kwa shilingi 10,000, wengine 15,000, wengine hadi 25,000, wengine mpaka 45,000. Inategemeana na uwezo wa hiyo poster ama ubora wa hiyo poster ama ukubwa wa hiyo poster. Sasa hebu vuta picha wewe ukiwa unatengeneza template zako kauza kwa shilingi 5,000 ama shilingi 10,000, alafu yule mtu ambaye ana graphic designer beginner akaamua kununua template kutoka kwa shilingi 5,000 tu, utakuwa umeingiza kiasi gani kama utakuwa na uwezo wa kuuza template 2 ama 3 per day kwa wewe beginner ambaye huna watu wengi? Fahamu kwamba itakuwa ni hela kubwa sana. Hebu tukaangalie sasa tools muhimu ambazo unapaswa kuzifahamu unapotumia Adobe Photoshop. Kwanza kabisa ukifungua Adobe Photoshop utaona workplace yako ikionekana kama hivi, na vitu muhimu vya kuzingatia ni kwamba zifahamu tools muhimu. Tunapozungumzia tools muhimu ni hizi ambazo nimekuwekea hapa, ndizo tools muhimu ambazo unapaswa kuzifahamu. Tutaanza tools moja baada ya tools nyingine na nitakuelekeza zile tools muhimu sana kwa wewe beginner ili uvutike kuweza kujifunza, na kama utahitaji kujifunza comment hapo chini kwamba natamani kuweza kujifunza zaidi. Tools number 1 ni hii tools ya kwanza ambayo unaona kwamba imekaa kama vimshara au vya nyota hivi, ambayo inaita move tools. Hii itakusaidia kuweza kumove object ama kumove chochote kile ambacho una kidesign. Kama ni object fulani ama picha ama chochote kile ambacho umekicreate itakusaidia kumove. Lakini pia hii artboard tools hii itakusaidia kutengeneza artboard nyingine ambayo hiyo itakuwa ni nzuri zaidi pale ambapo unakuwa unafanya design. Labda unaweza ukajiuliza kwamba je, ningetamani kuweza kuona baadhi ya hizo tools zinavyofanya kazi. What out, let's go. Utabofya
hapa kwenye file, alafu tunaenda kufungua artboard ya kuweza kufanyia kazi. Mimi nitachagua 1080 1080. Hivi ndio vipimo ambavyo kwa sana sana kwa social media, mfano Instagram vinafaa zaidi, hata Facebook vinafaa zaidi, hata TikTok vinafaa, hata YouTube kwenye zile reels inafaa, lakini vipimo halisi naomba endelea kufuatia account hii, nitaendelea kufundisha zaidi. Tuangalie tunapozungumzia Move Tools, tuangalie let's say mimi nita create object hapa rectangle. Let's say nita create hapa object rectangle, alafu nitaiwekea color, let's say hii hapa black. Kwa unapozungumzia Move Tools, ina maana kwamba itakusaidia kumove kutoka eneo moja kwenda hatua nyingine. Wakati artboard hii inahitaji kutengeneza umbo kama hili, eneo la huku la kulia, kushoto, juu ama chini. Sasa hiyo ukihitaji nitakuelekeza siku nyingine, kwa sababu sio muhimu sana kwa ambao unatengeneza kwa web beginner ambaye labda unalenga kujifunza tunapozungumzia labda poster zaidi. Tunapokuja kwenye rectangular mark tools, hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakata object kutoka eneo fulani ili upate kipande fulani. Tuchukue mfano hii object ambayo create ya black, nahitaji kukata sehemu ya kipande. Kwa naweza nikaamua nikate kipande cha pembe nne, duara ama vyovyote vile, kiwe katika mtindo gani. Let's say nahitaji kukata rectangular tools hapa, nitakuja hapa labda ni create hapa katikati, utaona nimetengenezea vidot hivi vya mzunguko kwamba utakata eneo hili. Na hili ni kati, na maana nataka nikate hilo, alafu baada hapo nini? Unaweza ukaja kwenye hapo ulipo select uka right click and then uka layer via copy, na maana kwamba ita copy aka kipande, ama ukaandika layer via cut. Utabofya hapo layer via cut, na maana kwamba ita cut kale kaeneo ambako ulifanya nini, uliselect, kama ambavyo unaona hapa. Nikirejeshea kale ambako nikakati ni haka, lakini ukiturn on hapo utaona kwamba imejifunga, au unaona ndo haka hapo. So hiyo ndio jinsi tools ambayo inafanyika kwenye hapa. Kuna tools tofauti, kuna hii kama ya mstatiri, duara na hivi vingine vya kushuka. Ni wewe tu jinsi ambavyo utaamua kuweza kuvitumia, lakini tools nyingine ni hizi tools za kuweza kukata vitu. Mfano hapa tools bora zaidi ambao ni rahisi kuweza kutumia kwa beginner ni lasso tools na polygon au lasso tools. Hizi mfano let's say kwenye hili umbo nahitaji kukata, let's say kwenye lasso tools nahitaji nitaselect, labda nahitaji kukata kutoka hapa labda naanzia hivi, yani nitaanza kuselect hivi. Hii ilikuwa ni tools ambayo ilikuwa inatumika sana zamani tunapo edit picha, kwa sababu haikuwa advanced. Hasa ukiangalia zile Adobe Photoshop za kuanzia 2019 kurejea nyuma, kabla hajaanza ku advance labda Adobe Photoshop 2026 27 ambayo inakuja iko kwenye maboresho majaribio na kadhalika. Kwa hii lasso tools itakusaidia wewe kukati ile namba umeselect. Mfano hapa nimeselect hili, nikija nigonge hapa, maana kwamba nita control J ama nitakuja hapa nionyeshe hiyo layer via cut, na maana kwamba nitakati hicho kieneo layer via cut, nitakati hivyo. Utaona kwamba nikifunga sasa umbo langu linazidi kufanya nini, kumeguka. Lakini unaweza kutumia pia hiyo polygon lasso tools ambayo na yenyewe hii inakuelekeza kama hivi. Unaona, lazima uiunganishe ili ikutengenezee hiyo selection. Baada ya hapo, tools nyingine muhimu ambayo unapaswa kuifahamu, hii tools ya quick selection ni nzuri, kwa maana kwamba kama unahitaji kuedit picha na kadhalika, hii itakusaidia zaidi. Mfano let's say mfano twende tukaangalia, let's say nitakuwa na picha fulani, tafute picha fulani ambayo labda nisha download, let's say ya picha hapa ya utabofya hapo. Tunapozungumzia hizi tools, hizi ni kwa ajili ya kuweza kutoa background. Mfano image keyword tools, ina maana kwamba unagonga tu inatoa hii background ya huyo mtu, kwa maana kwamba unaona kama hivi, ina maana kwamba utagonga. Kama ingekuwa kala moja ingeweza kuselect moja kwa moja. Lakini pia ukienda kwenye hii tools ya select quick selection tools, ina maana kwamba yeye itakuja select ile object ambayo ya huyu mchezaji, unaona, kwa vitu kama hivi hapa. Lakini unaweza kaamua kuja kwenye hii object selection, na maana yenyewe iko hivyo hivyo unaitumia, kwa maana kwamba
Tukiachana na tools hii ya kuselect automatic, tunaenda kwenye tools hizi hapa kwa ajili ya kuweza kufuta kitu. Tunasema kuna tools mbalimbali hapa. Mfano let's say tuna tools hapa na spot healing brush tools, kuna remove tools, kuna healing brush tools, kuna patch tools. Sasa hizi tools zote zinatumia kwa ajili ya kuweza kufuta kitu fulani. Labda nitakuoneshia mfano wa hizo tools zinavyofanya kazi. Let's say mfano tuangalie hii spot healing tools. Let's say nahitaji hapa kwenye hii mkono wa unaona inafuta. Kwa hiyo let's say nahitaji tena, ina maana inafuta ile inaonyeshia kama background ya nyuma. Ndivyo ambavyo zinafanya kazi. Let's say nahitaji patch tools. Hii wakati mwingine anaofanya kazi, ina maana anakuja na ilazimisha hiki hapa kipande kizame sehemu ama kijifiche, afu baada hapo na hide kama hivi hapa, and then ukibofya deselect hapo tunaona kwamba ile eneo kama limefutwa. Sasa hizi ni advanced tools ambazo unaweza kuzitumia kwenye kazi mbalimbali, kuhide logo za watu, kufanya nini. Mfano let's say logo hii hapa, naweza nikaamua nitumie hii hapa tools umeona. Kwa ina maana kwamba tayari nimesha hide hiyo logo, labda sihitaji na hii logo, nitabofya kama hivi, unaona zinapotea, afu nabaki ile red color, unaona. Kwa mwisho wa siku unaweza, ndivyo ambavyo inaweza kanafanya kazi kama hivi hapa. Sasa next tools muhimu ni jinsi tools hizi hapa za erase tools. Hizi ni tools za kuweza kufuta vitu ama kuweza kuondoa background na kadhalika, unaona. Kama hapo mfano tunaweza kuanza kuzungumzia hizi background za huyu mchezaji na nini, vitu kama hivi hapa. So hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaamua, ama labda hii erase tools kwa ajili ya kuweza kufuta kitu fulani kama hivi, ndio ambayo inafanya kazi. Lakini pia tools muhimu nyingine ni hii hapa, tools ya pen tools, freeform pen tools, content aware tracing tools. Hizi hapa tools muhimu sana kwa we graphic design. Mfano let's say unahitaji kutumia pen tools. Hii pen tools ni kwa ajili, ina maana unaona inaanza kutengenezea maumbo. Lakini pia unahitaji let's say ku add point nyingine, naweza nikaja hapa kwenye add anchor point tools, ambayo nitabofya labda let's say hapa, and then naweza nikaja tena kwenye kutumia tools nyingine ambayo ni convert point tools. Ni hii ambayo sasa nitaichukua na move hii tools, labda nataka iwe katika mtindo gani, unaona, umbo kama hili hapo. Lakini maybe unaweza kama kuja kwenye convert pen tools, hii inakuwa inafanya kazi let's say kama hivi, unaona. Yani yenyewe inaanza kumove hizi tools inavyotaka, yani unaweza kaamua kuichezesha unavyotaka, unaona. Yani unachukua point fulani unaanza kuichezesha unavyotaka hivi, unaona. Kwa ni tools hizo. So baada hapo tunakuwa na tools muhimu ni text. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuandika maneno ama maandishi, na hapa sana sana tategemeana leo nataka kuandika katika mtindo gani. Kuna maandishi ya ulalo, kuna maandishi ya horizontal na vertical, kwa hiyo itategemeana na wewe unataka kuandika nini. Let's say tuandike huyu hapo Mpanzu, Elie Mpanzu, huyu mchezaji wa klabu ya Simba ya Kondo, hivyo inakuwa kama hivi hapo. Lakini pia unaweza kuangalia hapa kuna tools za vertical type tools, kuna hizi hapa. Let's say tunahitaji kutumia hii hapa vertical, utaona kwamba maandishi yataanza kushuka. Let's say Mpanzu, si ndio? Unaona anavyoshuka. Kwa hiyo utategemeana na wewe design ambayo unahitaji kuweza kuitumia. Lakini tools nyingine muhimu ni hizi hapa, tools za kuweza kutengeneza maumbo. Hizi ndio tools muhimu. Ukihitaji labda rectangle tools, ellipse tools, triangle tools, polygon tools, line tools, custom shape tools, ni wewe. Hapa tunamaanisha kama ni maumbo, ina maana kama unahitaji umbo la boxi, unahitaji umbo la duara, unahitaji umbo gani, unaona, kwenye haya maumbo haya, unaona. Kama hivi ni wewe tu. Kwa hiyo baada ya hapo tunahitaji jinsi nimekuelekeza hizo ndio tools muhimu za kuzingatia. Lakini vitu vingine vya kuzingatia unapotengeneza maumbo ama unapofanya chochote kile, hakikisha unaangalia hapa juu. Hakikisha unaangalia hapa juu, kwa sababu hapa ndo kila kitu kipo hapa, unaona. Hakikisha unaangalia hapa juu,
kwa sababu hapa ndo kila kitu kinakuaga hapo, kwa sababu tunasema ndo panapo kuonesha kwamba bwana unahitaji kufanya kitu fulani ama mambo yako vipi. Mfano let's say ulikuwa una design kitu, tuchukulie mfano labda hapa tukao kwenye text. Ukienda kwenye text utaona kwamba imefanya nini, inabadilika. Ukienda let's say kwenye hizi pen tools utaona inaanza kubadilika. Ukienda let's say kwenye delete ama erase tools utaona inaanza kubadilika. Ukienda kwenye tools za remove utaona imeanza kubadilika. Ukienda kwenye tools ya move utaona imebadilika. Ukienda kwenye tools za kukata utaona imebadilika. Kwenye tools za polygon lasso tools za kukata kitu fulani au ku select your object unaona kwamba inabadilika. Kwa hivi vitu wakati unaangalia hizo tools pembeni, angalia na huku juu. Sasa kila tools huku juu ina vitu vyake muhimu. Kama unapenda kujifunza zaidi, tafadhali niandikie kwenye comment kwamba ningetamani uweza kujifunza kila tools kwa undani wake, inafanya nini, jinsi ya kuweza kuzitumia, hasa hapo juu unafanya nini zaidi. Lakini ukizifahamu hizi jinsi ambavyo unafanya kazi, najua kazi yako inaweza ikawa nzuri zaidi na utaweza kunishukuru baadaye, kwa sababu ndivyo ambavyo naweza tukasema tunafanya graphic design kwa njia hiyo, na itakusaidia wewe kuweza kufanya mambo mengi mazuri. Mfano tunaweza tukasema let's say tunahitaji kufanya chochote kile kitu simple kama hivi, unahitaji kudesign chochote kitu kama hivi, and then unaweza ukaamua to press chochote kitu ambacho tungeimani tunaweza kwa design mapema kabisa, ni haraka haraka chap chap, kama unazifahamu hizo tools. Na labda inawezekana mfano hapa naweza nikaamua tools nyingine ambazo ndazitumia ni kama hivyo, alafu utaona kwamba tunafanya graphic design kwa njia rahisi zaidi, na hapo utanishukuru baadaye. Unaona kama hapo unaona kwamba tayari. Sasa tunapozungumzia hizi hapa juu, angalia, naweza nikaja kwenye flow hapa, unaona huku chini inamfuta kabisa. Kwa naweza nikaja kwenye flow hapa nikapunguza ikaenda hata let's say hata 50, alafu then nikija sasa huku juu utakuta lazima itaendelea kumuoneshea mwanga fulani kwa bana, bado haja nani kivile sana, unaona. Kwa ndo hivyo ndivyo ambavyo tunazitumia hizo tools, zitakusaidia sana. Kama unahitaji kujifunza zaidi, niandikie kwenye comment kwamba nataka kujifunza zaidi, nami nitakusaidia. Tools hizi bure kabisa, sihitaji kukuomba hela. Kikubwa niandikie kwenye comment hapo.